بسم الله الرحمن الرحيم. leo tuna darsu الرابع somo la 4. Darsu الرابع somo la 4 anasema Sheikh huruful jarri, herufi za jarri ambazo ni fi, ala, min na ila. Fi, ala, min na ila, herufi za jarri. Kisha naelezea maana zake. Maana hili neno huruful jarri, herufi za jarri tajuru lisma alladhi ba'daha, zinatia jarri na jina ambalo linakuja baada hizi herufi bil kasrati, kwa kasra. Maana yake ni kwa kama jina Muhammadun ina dhamma, shoni dhamma mbili Muhammadun, basi jina hili likitanguliwa na herufi moja kati ya hizi 4, basi mwishoni linakuwa na kasra. Ila Muhammadin kasra, min Muhammadin, mfano hivyo. Sasa kaandika mfano Muhammadun fil baiti, Muhammad fil baiti. Fil baiti kwa maana ndani ya nyumba, yuko ndani ya nyumba. Hiyo ndio maana ya herufi fi. Muhammadun fil baiti. Yasirun fil ghurfati, Yasir yuko chumbani, yuko ndani ya chumba. Yasirun fil ghurfati, Yasir yuko ndani ya chumba. Herufi fi hiyo, al ghurfati ina kasra mwishoni kwa sababu hiyo fi. Aminatu fil matbakhi, Amina yuko jikoni. Aminatu fil matbakhi, Amina yuko jikoni. Aminatu fil matbakhi, Amina yuko jikoni. Fil matbakhi, fi ndani ya, fil matbakhi ndani ya jiko. Kisha nasema chini alqalamu ala almaktabi, kalamu iko juu ya meza. Alqalamu, kalam, ala kwa maana ya juu ya. Alqalamu ala almaktabi, kalamu iko juu ya meza. Ala almaktabi, almaktabi na kasra kwa sababu imetanguliwa na herufi ya jarri ambayo ni ala. Naam, kisha nasema at-tiflu ala as-sariri, at-tiflu mtoto, ala as-sariri iko juu ya kitanda. At-tiflu ala as-sariri, mtoto yuko juu ya kitanda. At-talibu ala al-kursiyyi, mwanafunzi yuko juu ya kiti. At-talibu ala al-kursiyyi, mwanafunzi yuko juu ya kiti. Kwa hiyo al-kursiyyi ina kasra kwa sababu ya kutanguliwa na ala. Kisha nasema chini kharaja al-mudarrisu, ametoka mwalimu, minal fasli, kutoka darasani. Kharaja al-mudarrisu, ametoka mwalimu, minal fasli, kutoka darasani. Min kwa maana ya kutoka, minal fasli, kutoka darasani. Kwa al-fasli hapa ina kasra kwa sababu ya kutanguliwa na herufi hii ya jarri min. Fatimatu minal hindi, Fatima ni kutoka India. Fatimatu minal hindi, Fatima ni kutoka India. Fatimatu minal hindi, wa al-hindi hapa ina kasra kwa sababu imetanguliwa na herufi ya jarri ambayo ni min. Hadha al-qalamu min Muhammadin, hii kalamu ni kutoka kwa Muhammad. Hadha al-qalamu, hii kalamu min Muhammadin ni kutoka kwa Muhammad. Hadha al-qalamu min Muhammadin. Kisha anasema dhahaba Khalidun ila al-ma'hadi, amenda Khalid kwenda ma'had, kwenda kituoni, kituo cha elimu, mfano hivi. Dhahaba Khalidun, amenda Khalid ila al-ma'hadi, kwenda kituoni. Ila al-ma'hadi, al-ma'hadi na kasra kwa sababu ya hiyo herufi ya jarri ila kwa maana ya kuelekea. Dhahaba Khalidun ila al-ma'hadi, amenda Khalid kuelekea ma'had. Dhahaba Aliyun ila al-mudiri, amenda Ali kwa mudiri. Dhahaba Aliyun ila al-mudiri, amenda Ali kwenda kwa mudiri. Ila al-mudiri na kuna kasra kwa sababu ya hiyo herufi ya jarri ila. Dhahaba at-talibu ila al-mirhadi, amenda mwanafunzi chooni. Dhahaba at-talibu ila al-mirhadi, amenda mwanafunzi chooni. Kisha nasema Sheikh aina, neno hilo aina sualun anil makan, ni neno ambalo hutumika kuulizia sehemu. Aina, wapi, kwa maana hiyo. Sualun anil makani, kuuliza kuhusu sehemu. Akasema chini hapo aina Muhammadun, yuko wapi Muhammad. Aina Muhammadun, yuko wapi Muhammad. Muhammadun fil ghurfati, Muhammad yuko chumbani. Muhammadun fil ghurfati, Muhammad yuko chumbani. Aina Fatimatu, yuko wapi Fatima. Aina Fatimatu, yuko wapi Fatima. Fatimatu fil matbakhi, Fatima yuko jikoni. Fatimatu fil matbakhi, Fatima yuko jikoni.
Nasema madha hii sasa nasema ma hadha kwa maana nini hiki? Ma hadha nasema li ghairi al-aqil. Neno hili hutumika kwa kitu kisichokuwa na akili, kwa maana hutumii neno hilo kwa mtu, hutumika kwa vitu. Nasema madha ala al-maktab, kitu gani kiko juu ya meza? Madha ala al-maktab kwa maana kitu gani? Madha kitu gani ala al-maktab kiko juu ya meza? Al-qalamu ala al-maktabi, kalamu iko juu ya meza. Al-qalamu ala al-maktabi, kalamu iko juu ya meza. Madha ala as-sariri, kitu gani kiko juu ya kitanda? Madha ala as-sariri, kitu gani kiko juu ya kitanda? As-sa'atu ala as-sariri, saa iko juu ya kitanda. As-sa'atu ala as-sariri, saa iko juu ya kitanda. Madha ala al-maktabi, kitu gani kiko juu ya meza? Madha ala al-maktabi, kitu gani kiko juu ya meza? Akajibu Muhammadun ala al-maktabi. Mtu akijibu hivyo anakuwa amefanya kosa, na ameka alama ya kosa hapo. Walitakiwa jibu kwa kitu, al-kitabu ala al-maktabi na mfano hivyo, na sio kujibu kwa jina la mtu, kwa sababu hii madha hutumika kuulizia vitu, sio watu. Kisha nasema mbele, al-alamu al-muannath la yunawwan, jina maalumu la kike haliingiwi na tanwin. Al-alamu jina maalum, majina ya watu, majina ya miji, majina ya milima, majina ya bahari. Al-alamu al-muannath, jina la kitu tena jina yenyewe la kike, la yunawwan, jina hilo haliingiwi na tanwin. Mfano Muhammadun ni jina la kawaida la kiume. Aisha tu jina la mwanamke, Aisha tu kwa dhamma moja. Ammarun ni mwanaume, Ammarun. Amina tu mwanamke, dhamma moja. Yasirun huyu ni mwanaume, Yasirun. Maryamu kwa dhamma moja, Maryamu. Aliyun kwa dhamma mbili, jina la mwanaume. Fatima tu kwa dhamma moja, Fatima tu. Kisha akasema si sawa mtu akasema Aishatun kwa dhamma mbili, si sawa, ni dhamma moja, Aisha tu. Vile vile si sawa kusema Aminatun, ni Aminatu kwa dhamma moja. Majina haya yakiwa nawaita watu, majina ya watu hayo, Aisha tu mtu maalum, Aminatu mtu maalum, basi majina haya yanakuwa na dhamma moja na si dhamma mbili. Maryamun si sawa pia, ni Maryamu kwa dhamma moja. Fatima tu kwa dhamma moja na sio Fatimatun, maana ameka alama ya x hapo. Minal baiti, minal baiti kutoka nyumbani. Asluhu asili yake neno min kisha albaiti, min albaiti. Kwa min hii mfuatiwa na alif na lam. Hurrikati nunu bil fathati, imepewa alama, imepewa haraka ya fatha hiyo nun. Hurrikati nun, imepewa haraka ya herufi nun, bil fathati haraka ya fatha. Man'an, hali ya kuzuia, yani ifanyika hivyo ili kuzuia litiqa'i sakinaini, kukutana kwa sukun mbili. Litiqa'i sakinaini, imetokea hilo kwa ajili ya kuzuia kukutana kwa sukun mbili, ndio maana imekuwa minal baiti, nuni kwa fatha, minal baiti. Wallahu ta'ala a'lam.